Vyanzo vinne vya mashambulizi ambayo mtu aliyeamka kiroho anaweza kuyapata, na sio jambo la nadharia, ni jambo halisi kabisa. Baada ya kupata mwamko wa kiroho, ina maana nafsi yako imefunguka, umeweza kuona mambo yanayotendeka nyuma ya pazia. Mifumo ambayo imekuwa ikiwa manipulate watu, mifumo ambayo ilikuwa ikikunyonya wewe na kukumanipulate hata wewe mwenyewe usiupate utambulisho wako. Unapoanza hiyo safari ni safari ya uhuru. Hiyo safari iko kinyume na mifumo ambayo imekuwa ikiwakamata watu na hata imekuwa ikikandamiza wewe. Kwa hiyo safari yako itakuwa na mashambulizi. Kuna mashambulizi ambayo utakutana nao spiritual. So leo naongea zaidi upande wa kiroho, spiritual part. Kwa sababu wanadamu ni viumbe vya nguvu. Of course humu ndani nitakueleza saikolojia, kwa sababu chanzo cha mwisho ni cha umuhimu zaidi. Chanzo cha kwanza cha mashambulizi. Ninapozungumza mashambulizi haya huwa yanakuja kwa namna hii. Kwa hiyo ambao umesha experience, utakuwa umeona. Unaweza ukapata hali kama ya kuchanganyikiwa, mawazo ya kutaka kujiua. Usiku unaona kabisa kuna nguvu zinakuja zinakukandamiza, au ni mashambulizi ya kiroho. Tunasema psychic attacks au spiritual attacks, ambazo unakuwa umeshambuliwa. Sasa baada ya wewe kuamka kiroho, sasa nafsi yako inakuwa unaenda kwenye uhuru. Sasa kuna nguvu ambazo hazitaki wewe uwe uhuru. Sasa chanzo cha kwanza cha hayo mashambulizi, ukiona mashambulizi unaopitia katika hivi vyanzo ambavyo nitakavyokutajia, kimoja wapo, moja inaweza ikawa kutoka kwa watu sumu wa zamani, watu ambao ulikuwa nao na baada ya wewe kuamka ukawatambua kwamba watu pia hawako kwa manufaa yako. Toxic people, akiwemo narcissistic people. Kwa hiyo hata kama umeondoka, umeendelea na safari yako, hawa watu na hasa yule mtu au watu ambao ulikuwa nao karibu zaidi, ambao ulivyoondoka wanajua kabisa umeondoka kwa sababu yao ya tabia zao, huwa kuna wakati hasira yao inakuja tena, alafu wanatoa sumu. Ile hasira yao ile huwa inabeba sumu ya kiroho. Kwa labda ulikuwa na mwenza ama mzazi, anajua kabisa umeondoka kwa sababu ya tabia zake, na hata ulipoint out ukaongea kabisa. Kwa hiyo kuna wakati anaendelea na maisha yake, labda anapata chakula kupitia mifumo yake na other source of supply. Alafu kuna wakati anavyokumbuka anatoa hasira yake mbaya. Kwa ukiona upo katika hali ya kuchanganyikiwa, ukiona wasiwasi unakuwa mwingi bila sababu ya msingi, ukiona kuna mashambulizi na maluelue unaanza kuyapata, angalia, je, umefanya mawasiliano yoyote na ukaribu na watu hao, watu wa zamani, hasa watu ambao wana sumu, ambao hawakuwa wanakutakia mema, hawakuwa wanafurahia mafanikio yako au wanafurahia uhuru wako, walikuwa wanapenda tu kukutumia. Kwa hiyo ile hasira yao, zile hisia zao kali, ni nguvu mbaya ya kiroho ambayo ina uwezo kabisa wa kukuletea athari kama usipojua namna ya kuzidhibiti. Chanzo cha pili ni nguvu ambazo umekuwa ukipambana nazo tangu unazaliwa, na hizo nguvu zimekuwa zikikamata familia ama watu, zimewamanipulate. Sasa zinawatumia wale watu ambao wamekuwa kwenye mfumo wako wa damu, your bloodline. Kwa zile nguvu zinakujua na zinakuwa zimeona kabisa nuru yako, kwa sababu wewe ambao umekusudiwa kuamka kwa wakati huu, na yamkini kuamka kwako kutakuwa sababu ya kuwasaidia watu wengine wengi pia kuamka na kuvunja huo mzunguko katika familia. Zile nguvu zinajua. Hivi ni viumbe vya kiroho ambavyo ni ancient, ni vya zamani. So vinaelewa huo mfumo na vinaelewa nani ni threat kwao. Kwa hiyo kitendo cha wewe kutoka unakuwa ni threat. Kwanza hawatokutafuna tena, kwa sababu wakati hujaamka ulikuwa hujui, walikuwa wanakula nguvu zako, wanatafuna nguvu zako. Ndio maana mara nyingi ulikuwa unajiona unakuwa uchovu usiokuwa na sababu, usingizi maluelue, wakati mwingine unaota usiku ndoto za nightmares. Mambo yako ukienda hivi ni vurugu tu, hayaendi. Zote hizo zile nguvu zilikuwa zinakufyonza wewe, zinakutumia pasipo wewe kujua. Kwa zilikuwa zimekukamata kwenye mifumo yao ambayo inaitumia zile nguvu. Zenyewe hazina mwili, kwa zinatumia mifumo ili kuidominate akili yako. Kwa kuna mifumo ya kidini, mifumo ya kisiasa, mifumo ya kijamii, ya kimila, desturi, mifumo ya familia, mifumo ya kimahusiano.
mifumo kwenye sehemu baadhi ya kazi ambazo watu walio kwenye hiyo mifumo hawajui utendaji wa hizo nguvu na wako vulnerable, wako tayari kutumiwa na hizo nguvu, aidha wanajua ama hawajui consciously, lakini wanakuwa wanatumika kinyume chako. Kwa hiyo kitendo cha wewe kutoka, unapoona kinachotendeka nyuma ya pazia, ina maana automatically unakata muunganiko wako na wao. Wanakuwa tena hawana access ya kupata chakula kutoka kwako. Sasa katika hatua za awali unapotoka, bado kunakuwa na muunganiko na wao, bado wanakuwa na access na wewe. Kwa hiyo wanaendelea kuja kukushambulia, na hii inakuwa too much sana, maana mara nyingi wakati mwingine inaleta depression, sonona, na hiyo mara nyingi wasiwasi, hali ya kuchanganyikiwa. Hizo nguvu zinakuja na zinakuja kwa namna mbalimbali. Zitakuja kupitia hata watu. Unaweza tu ukaenda mahali, labda umetoka sehemu fulani, umesema naenda sehemu fulani salama, labda unatafuta kazi sehemu nyingine, unakutana na mtu from nowhere, hamjawahi kukutana naye, hakujui, umfahamu, hauna shida yoyote, lakini ghafla tunaona anakuwa na hasira za ajabu na wewe, anakuwa sio yeye, akili yake pale inakuwa ishakuwa hacked, amedukuliwa na zile nguvu sasa ambazo ndio adui zako. So ukiona mashambulizi ya kiroho unayapata, jua upo katika mashambulizi kutoka katika zile nguvu. Aziji constantly, kuna wakati zinakushambulia sana, zikisha kuona umekuwa serious na maamuzi yako na safari yako, zinatoa nafasi kwa muda. Kuna wakati zinakuja, zinakushambulia, zinakuacha. Kwa unapoona mashambulizi, unapoona unajisikia hali kama hiyo sio salama, ambayo sio sawa, jua inawezekana katika chanzo hiki cha pili pia ikawa hayo mashambulizi yametokea hapo. Na wengine unaweza ukaona kabisa hata madhihirisho yao. Hivi tunachokisema, namna wanavyokuja kushambulia, wakati mwingine unaweza ukaona hata katika namna ya physically kabisa. Chanzo cha tatu cha mashambulizi ni viumbe vya kiroho, wanaitwa wadudu wa kiroho, spiritual parasite. Ni kama tunavyotembea, hata hapa nilipo kuna wadudu hapa, kuna bacteria, kuna viruses, lakini hao ni viumbe vya kimwili, havionekani, lakini viumbe vya kimwili. Sasa kuna viumbe ambavyo havionekani na sio vya kimwili. Sasa havina uhusiano na wewe, hivyo viumbe havina shida na wewe, wao wako tu, ni kama bakteria. Kama unavyotembea, ushakuwa unaweza kutembea mahali ukakutana na mdudu washawasha ananing'inia, hata hujajua kushikilia, bado unaona kama unawashawasha ama unajikuna umevimba, ulipita tu sema ambayo yupo amekutana na wewe. Sasa kuna hivyo viumbe wenyewe chakula chao, kumbuka wanadamu sisi sio tu wanadamu, katika ulimwengu kila kitu ni nguvu. Sasa vile viumbe vinakula nguvu, nguvu ni chakula. Kwa hivyo viumbe vinakula hizo nguvu kwa sababu vyenyewe sio vya kimwili. Kwa hiyo unapokuwa umeanza safari yako ya ukuaji wako wa kiroho, ya kuanza kufanya mambo ya uhuru, umejitoa katika mazingira sumu, unaanza kuiona ile nuru iliyo ndani yako inaanza kung'aa, inaanza kuongezeka. Kwa nguvu zako zinaanza kuongezeka. Sasa nguvu ni chakula. Kwa hiyo unavyokuwa unatembea, umepita mazingira ambayo hizo nguvu zipo, zinaona kale kanuru yako. Ni sawa na sehemu ambapo kuna giza, ukiwasha taa, from nowhere utaanza kuona wadudu wamekuja pale, wanasogea karibu. Sasa hivyo kiroho, wewe kuna nuru iko ndani yako, mara nyingi huwa haionekani kutokana na maumivu ulikuwa unapitia, msongo wa mawazo, stress, umekamatwa, uko unajitambua ni nani. Unapoanza safari yako ya uhuru, safari ya kiroho, spiritual growth, kwa ajili ya kiroho, ile nuru yako inaanza kuangaza kama taa. Kwa unapokuwa unatembea, unaenda mahali fulani, wanaanza kuiona, wanaona ule mwanga ule, kwa wanakuja kula. Kuna watu wengine unaweza kuwa unatembea ni kama watu. Kuna viumbe wengine, kuna wakati wanakuja katika umbile kama la mtu, but they are not people. Kwa unaweza kashangaa, unapita mahali ghafla unaona mtu, ghafla umuoni tena, amepotea. Alafu unashangaa usiku unaona kama kuna hali ya kukandamizwa, na mara nyingi wanakuja wanakuvizia usiku wa manane, katikati ya saa 7 mpaka saa 9. Hapo ndio muda ambao ni vulnerable zaidi. Sasa muda huo unakuwa ni mchovu zaidi, umechoka zaidi, upo kwenye deep sleep, so wanakuja kufyonza nguvu. Lakini ukishakuwa hata katika safari yako kiroho umeamka, mara nyingi hawana uwezo wa kuaccess moja kwa moja. Kwa hiyo wanapokuja at that time, wanakuta wewe tayari unakuwa umeshaandaliwa, kwa sababu unakuwa unajua. Sikiliza mwili wako. Unapokuwa umeanza safari ya ukuaji wa kiroho, unaanza kuwa na mawasiliano na mwili wako.
Kwa hiyo kwa mfano kama kuna hatari yoyote inakuja, kwa sababu kila kitu ni mawimbi yanatembea, wanavyokuwa wanakuja wanakuwa na send yale mawimbi, unashangaa mapigo yako ya moyo yanaanza kuongezeka. Kwa mfano labda imefika saa 4 saa 5, unaanza kuona moyo wako unaanza kwenda kasi, alafu unajisikia kama hali ya kutokuwa na utulivu, restlessness. Jua kuna viumbe wanakuja kwa ajili yako kushambulia. Kwa hiyo unakuta unaweza ukalala ukashangaa huo muda, kama ukilala kwa mfano, kama hujajua sasa namna ya kuizingira nguvu yako na kuitumia nguvu yako kinyume chao. Mara nyingi kwenye hatua za awali inakuwa hivyo. Kwa watakuja, utapata usingizi, alafu ndio itakutokea ile hali kama ya sleep paralysis. Ile sleep paralysis ile kama ya kuparalyze katika usingizi ni ishara kwamba wamekuja lakini hawajafanikiwa kwa 100%. Wamekufrustrate tu lakini hawajafanikiwa, na wanapata ile sleep paralysis. Maana yake umeshtuka katikati ya mashambulizi ambao wao walikuwa wanayafanya juu yako. Lakini wakati mwingine unaweza kusema sasa ina maana gani? Nimeamka kiroho alafu napata ya mashambulizi. Mbona zamani watu wanalala tu vizuri na tu kama hivyo? It's not true. Sio kweli. Watu wengi wanateseka sana, wanatafunwa sana hizo nguvu. Alafu wengine hata hawajui. Kwa hiyo wanalala usingizi mpaka asubuhi. Hata wewe yamkini ulikuwa unalala mpaka asubuhi, unaamka tu uko mchovu, unaamka tu you're not active, yani hivyo, na tayari walishachukua wameondoka. Sasa jiulize kipi bora? Utafunwe pasipo kujua, au uwe sasa umeamka unajua kwamba kuna hii game iko mbele, let me fight. So ni maamuzi yako, is your choice, lakini upo katika njia ya uhuru. Kwa hiyo umesha kuwa kiumbe chenye nguvu. Chanzo cha mwisho ambacho is more powerful, hiki ndio kina nguvu zaidi. Mashambulizi yanatoka katika vivuli vilivyo ndani yako. Yaani hao mashambulizi unaoyaona nje, vivuli unaona nje, wakati mwingine zikaja physically kabisa, unaona vitu vielewi, nguvu ambazo zielewi, ni matokeo ya nguvu zilizo ndani yako. Ndani yako kuna hizo nguvu mbaya zipo zinafanya kazi, na ni nguvu ambazo sio za kwako. Una energy. Kila kiumbe au katika universe kuna giza na nuru, na kila mtu kuna upande wako pia wa giza. Sasa kuna upande wa giza, nguvu ambazo ni hasi lakini sio za kwako. Nguvu ambazo ni hasi ambazo ni za kwako, una uwezo wa kuzicontain, ukazibeba, una balance, hazikuletei shida. Lakini unapokuwa umebeba nguvu zinazotokana mitazamo, fikra, imani ambayo uliijenga wewe mwenyewe kutokana na mazingira yako, inaenda kutengeneza hivi vivuli ndani yako. Kwa hiyo hofu nyingi unazoziona ni za kwako wewe mwenyewe, ziko ndani yako, zinatokea nje. Sio nimelogwa, si majinamizi, si vivuli, si hivyo vyote malolo unayoyaona hayo, nightmares, zinatoka kwenye subconscious mind yako, kwenye akili yako ya ndani, akili iliyofichika, imejayo madude hayo. Kilichomo kule ndo kinakuja kinatokea nje kwenye akili yako, kwenye ndoto, na ndio kinakuja kutokea nje kwenye mazingira yako. Kwa hiyo manake baba lao hapo kubwa la yote sio kupambana sana na hivi vya nje, bali ni kuchukua utawala wa akili yako ya ndani. Na ili uweze kuchukua utawala wa akili yako ya ndani, inabidi uweze kuponya majeraha yako. Ni safari, sio jambo la siku moja, sio jambo la siku mbili. So endelea kufanya mambo ya uponyaji, endelea kufanya mambo ya kuiponya nafsi yako. Safari ya uponyaji haikupeki. Kama inakuwa vigumu kuifanya wewe mwenyewe, tafuta coach. Kama una uwezo wa kulipia gharama ya coach, akufanyie coaching. Kama unaweza kujiunga na program ambayo unaifanya kila mwezi, safari ya uponyaji, hii itakusaidia sana katika safari yako, ili ukuaji wako usiathiriwe mno na zile nguvu hasi ambazo zinakuzunguka zikakufanya safari yako iwe ngumu au hata isimame wakati mwingine. Kwa hiyo mwezi wa 6 tarehe 1 tunaanza program ya uponyaji kwa mwezi unaokuja. Wewe ambaye hujapata nafasi mwezi huu, lipa ada yako. Nimeanza kupokea ada za watu ambao wana confirm kuingia kwenye darasa au group la uponyaji, program ya uponyaji mwezi wa 6, tarehe 1 mwezi wa 6. Kuwa huru na mwenye furaha, ni haki yako. Upo katika njia sahihi. Usiogope, wewe ni kiumbe chenye nguvu. Mpaka hapo ulipofika, mpaka hivyo ulivyo, ni ishara kwamba umeshinda.